This is the voice of the bishops. Mimi ni Askofu Mkuu Anthony Muheria wa Jimbo Kuu la Nyeri. Wakati huu tunajua kwamba watoto wetu wale wa grade 9 washamaliza mitihani yao na kwa sasa wamerudi manyumbani. Na tunangojea tuone matokeo ya hawa watoto wetu. Tunawakabidhi kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu bado hatujui vile itakavyoendelea katika shule za grade 10 sekondari ambapo wanachaguliwa, lakini bado hatujaelezwa jinsi watakavyochaguliwa kuingia katika shule hizo za juu, senior school. Tunawaombea wote, tunaomba kwamba tutapata suluhu katika serikali, mipangilio ya elimu, ili kuwe na haki katika kuchaguliwa na kwenda na kuendelea katika masomo yao. Kwa sasa tunawaombea hawa wote watoto wetu. Tena tunajua wavulana wengi sana hapa katika Mlima Kenya wanaenda kutahirishwa ili wawe sasa wamekomaa katika ubinadamu, ujana wao, wanaonyesha na wamechukua hatua. Ni wakati mwema wa kuwachagulia mahala ambapo katika makanisa yetu wataweza kupatiwa mawaidha tosha, wataweza kuelimishwa, wataweza kuongozwa katika njia sawa, kwanza za kibinadamu, za kimila na sana za Ukristo, na za kuonyesha mtu mzima aliyekomaa anayejua haki zake, lakini sana wajibu katika familia, katika umma, katika wale ambao wanahusika kama vijana na katika nchi. Hivyo ndivyo tumepangia programs kadhaa za hawa vijana wetu. Vijana wangu wapendwa, msije mkaelekezwa katika njia mbaya za kuangalia kina mama na njia ya kutoa heshimu, ama kuangalia kama mmekomaa sasa hamwezi tii yale mnaambiwa. Lakini mjikaze katika imani, katika kutii, katika kutetea haki, kusaidia wenzenyu, kusaidia familia, kuweka bidii ya kazi, kuwa na ndoto kubwa ambayo Mungu atatimiza ya maombi ya yale utakayofanya katika nchi yetu. Tunawaombea sote na tunaomba kwamba wakati huu ni wakati wa kukua, wa kufikia, ya kukomaa katika kujua kwamba sasa kutoka hapa kwenda mbele wewe ndiye mtetezi katika familia zenu. Bado wengine wako katika mitihani, wale wa kidato cha 4, na kuna jambo ambalo linasitikisa kwa sababu bado tunaona wakidanganya. Sisi wazazi na walimu bado tuko katika tabia ile ya kutafuta njia ya mkato, shortcut, ya udanganyifu, ya wizi, ili hawa watoto wetu ati waweze kupita kwa alama za juu. Wapendwa, ni vyema ujue yule unayesaidia sasa ili aweze kuingia katika masomo labda ya udaktari, labda ya engineer, kwa kuiba mtihani, kwa kudanganya katika mtihani. Hao ndio watakaye kutibu wewe. Yule ambaye hajajua, hana ujuzi, alipitia mkato, hawezi kwa sababu haelewi, ndio watatufanya hadhara, na baadaye kilio ni kwetu kwa sababu tulitumia njia ya mkato. Atakaye kujengea nyumba ikibomoka, kilio ni kwako kwa sababu umedanganya ili afikie. Jueni kwamba hatuwezi tafuta njia kwa sababu ati tunataka wawe na maisha hapo baadaye, halafu tujione kwamba twatenda mema. Angalia katika Matendo ya Mitume, wale waliojaribu kufanya matendo mema, Sarifa na Anania, ambao waliuza mali yao wakisema watasaidia kanisa, lakini nia yao ilikuwa mbaya kwa sababu walitaka sifa na walitaka kuweka mali, walitaka hao wenyewe wawe watafaidika bila na kujua wengine na kwa njia ya uongo. Tuwasoma Matendo ya Mitume sura ya 5 kutoka mstari wa 1.
Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya dhamani yake. Mkewe naye akijua haya, kaleta fungu moja, kaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya dhamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa dhamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako, hukumwambia uongo mwanadamu mbali Mungu? Sikizeni maneno haya, atajua vile ilimalizika hii hadithi ya Hawa waliojaribu kumdanganya Mungu. Wapendwa, nyinyi walimu, nyinyi wazazi, nyinyi watoto, lazima tusijaribu kumdanganya Mungu. Mwishowe sisi ndiye tutadhurumika. Sisi ndiye itaturudia yale ambao tumeshika kwa uongo, kwa wizi, kwa udanganyifu. Naomba sisi sote tuweke bidii kulingana na kiwango na ujuzi na yale Mungu amekupa. Hakuna yoyote tukijiweka mikononi mwa Bwana, tukiweka na tukimwamini na tukimtumaini Mungu, ambaye Mungu hata tuwekea njia aliyotutayarishia. Labda sitakuwa daktari, labda hutakuwa daktari, kwa sababu hiyo sio njia ambayo Mungu amekupa uwezo na akili. Lakini unaweza kuwa mtaalamu wa aina nyingine. Unaweza kuwa umepewa kipawa pahali ingine. Hiyo kipawa ndiyo tunaomba Mungu akujazie, akuongezee na afanye kwamba kitazaa mazao ya hapo baadaye. Lakini kamwe tusijaribu kudanganya. Tulipitia mahala juzi tukiwa na wazee wengine na nikashangaa sana. Kwa sababu tulikuta kulikuwa karibu na shule ya sifa moja. Tukakuta walimu wako nje ya hiyo shule, wamekutana na simu zao wameshika. Sijui ni nini walikuwa wakiongea, lakini kwetu sisi wazee tulikuwa tukipita, tuliona ni kama wanalinganisha yale walio nayo katika masimu zao. Na kwa sababu ilikuwa wakati wa mitihani, ikatufanya tufikiri kwamba labda hawa watu wana mpango, na hii mpango ni ya kuambiana ile ambayo labda wameambiwa itakuja, haitakuja. Kuna biashara hapa. Na hata tukawasalimu, tukawauliza vile wanafanya, kaona wana haya kidogo, lakini sisi hatujui, labda ni fikira zetu mbaya. Lakini mimi niliona na macho, na nafikiri kweli kuna wale ambao wanadanganya hapa na pale. Naomba tujiweke mikononi mwa Bwana. Walimu tunawaharibia watoto wetu siku za usoni tunapowatumia hizo za kuiba hayo maneno, hayo maswala, kwa sababu mwishowe kilio ni kwetu sisi, kwa sababu hawataweza wakienda kule university. Basi sote tushike ukweli na tutetee yale ambayo Mungu ametupa. Mungu Mwenyezi atubariki, abariki vijana wetu sasa wakikomaa wa grade 9 na hao wanaofanya kidato cha 4. Mungu awapatie future iliyo na maana siku za usoni. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Urafiki mbaya